Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Musa Azan Zungu ametangaza kuwa kesho tarehe 13 Novemba Bunge la 13 katika mkutano wa kwanza kikao cha 3 litakuwa na shughuli muhimu ya kudhibitisha uteuzi wa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania sambamba na uchaguzi pamoja na uapisho wa naibu spika wa Bunge. Zungu ametoa kauli hiyo hii leo Novemba 12 wakati akiahirisha kikao cha pili cha Bunge jijini Dodoma. Aidha, amesisitiza kuwa ni muhimu kwa wabunge wote kuhudhuria kikao hicho kutokana na uzito wa ajenda zilizopangwa kujadiliwa. Kesho Alhamisi, kikao cha 3 cha mkutano wa kwanza wa Bunge. Kazi itakayofanya kuthibitisha uteuzi wa Waziri Mkuu, uchaguzi na kiapo cha naibu spika. Wabunge wote wanaombwa wawepo kuanzia saa 3:10 kila mtu yuko kwenye kiti chake. Naomba sana tuzingatie muda na idadi ya kukamilisha zoezi la kesho. Siku ya Ijumaa mtapewa utaratibu wa Ijumaa utapokuwa kesho hiyo baada ya kumthibitisha Waziri Mkuu. Inaahirisha shughuli za Bunge mpaka kesho saa 3 asubuhi. Hadi sasa hakuna tangazo rasmi la uteuzi kutoka kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini katika vuguvugu la kisiasa na mijadala ya umma, majina kadhaa yameanza kutajwa kuwa huenda yakapewa dhamana hiyo nyeti. Miongoni mwa majina hayo ni Doto Mashaka Biteko, mbunge wa Bukombe, naibu waziri mkuu na waziri wa nishati. Amekuwa akitajwa mara kwa mara kama jina lenye nafasi kubwa zaidi. Umahiri wake katika sekta ya madini na nishati pamoja na ukaribu wake wa kisiasa na rais unamweka katika mstari wa mbele wa wanaotazamwa zaidi. Mwingine anayetajwa ni Mwigulu Lameck Nchemba, waziri wa fedha, anayetajwa kuwa chaguo linaloweza kuimarisha nidhamu ya kifedha serikalini. Uwezo wake wa kiuchumi na uzoefu wake katika wizara nyeti umejenga taswira yake kama kiongozi mwenye udhabiti na usawa wa kisiasa. Lakini Innocent Lugha Bashungwa, waziri wa mambo ya ndani ya nchi, ni miongoni mwa wanasiasa wachanga ndani ya serikali, lakini mwenye rekodi ya utendaji mzuri katika wizara mbalimbali. Uwepo wake katika mjadala huu unaashiria mwelekeo wa kizazi kipya cha viongozi ndani ya chama tawala CCM. Kiongozi mwingine anayetajwa kuchukua nafasi hiyo ni Paul Christian Makonda, ambaye ni mbunge wa Arusha mjini na aliyewahi kuwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam na Arusha pia. Ameendelea kuwa jina lenye mvuto mkubwa wa kisiasa. Umahiri wake katika kujenga taswira na uwajibikaji na ukaribu wake na wananchi unatajwa kama sababu ya jina lake kujitokeza kwenye mjadala wa urithi wa nafasi ya waziri mkuu. Jina jingine ni Dr. Tulia Ackson Mwasasu, spika wa Bunge la 12 lililopita. Pia anatajwa kama mmoja wa viongozi wenye nafasi kubwa ya kupewa wadhifa huo. Uzoefu wake wa kisheria na uongozi wa juu katika Bunge unampa sifa kipekee, hasa katika kipindi ambacho Tanzania imekuwa ikihimiza usawa wa kijinsia katika nafasi za juu za uongozi. Jina jingine linalotajwa ni la Masanja Kadogosa, mbunge wa Bariadi vijijini na aliyewahi kuwa mkurugenzi mkuu wa shirika la reli Tanzania TRC. Amejizolea sifa kwa kuwa kiongozi mwenye mageuzi makubwa ya sekta ya reli, hususan mradi wa Standard Gauge Railway yani SGR. Aidha, jina jingine linalotajwa ni Profesa Kitila Alexander Mkumbo, mbunge wa Ubungo na waziri wa Wizara ya Mipango na Uwekezaji. Anatajwa kutokana na umahiri wake wa kitaaluma na mchango wake katika sera ya uchumi na ubunifu wa kisera, pengine akachukua nafasi hiyo. Ingawa orodha hii haijathibitishwa rasmi, majina haya yanabeba taswira ya kizazi kipya cha viongozi ndani ya serikali ya Tanzania. Mwelekeo wa Rais Samia Suluhu Hassan katika uteuzi huu unatoa picha pana zaidi kuhusu dira ya uongozi wake kwa miaka ijayo, kati ya uzoefu, usomi, utendaji na uwakilishi wa kizazi kipya. Asante kwa kutuamini na kutufuatilia. Hizi ni nondo za habari kutoka Kemgongo Media. Mimi ni Charles Fabian.
Maisha ndani ya Dodoma kwa sasa yamerahisishwa na 5G Hotel. Hoteli ya kisasa yenye vyumba vikubwa na vyenye mazingira tulivu na salama kwa muda wote. Breakfast ya bure, huduma ya chakula na vinywaji, DSTV, Azam TV na free wifi. Lingine kubwa ni kwamba njoo na gari lako, kwani parking ni ya kutosha. Tunapatikana Dodoma Kisasa, karibu na Alberto Pub. Kwa maelezo au mawasiliano zaidi, piga simu namba 0794120002 ama 0715693006 au tembelea mitandao yetu ya kijamii kote tukisomeka kama 5G Hotel.